Ningependa kubariki somo hili, kuliombea ili likaweze kukaa ndani ya mioyo yenu, likaweze kukaa ndani ya moyo wako utakapotoka mahali hapa. Hilo somo lenyewe ni fupi, lakini ukilisikiza ukitoka mahali hapa likaweze kukaa na wewe mahali unapotembea, uwe unalitafakari. Yesu asifiwe. Ningependa tufunge macho tuweze kushukuru. Asante Yesu kwa mchana huu leo, ni mchana wa baraka. Bwana, naomba ukaweze kutufungua roho zetu, ukatufungue masikio yetu tunapolisikiza neno hili Bwana, likaweze kudumu katika mioyo yetu. Nenda ukatufundishe, ukatupatie hekima na maarifa, na kwa kila jambo tukalitende kwa ajili ya upendo wako. Ninaomba nikiamini umesikia na utakuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Praise God. Amen. Somo letu la leo nimesema linaitwa God's timing, ama wakati wa Mungu na ama majira ya Mungu. Na lazima tutambue tunaishi katika majira gani, ama tunaishi na wakati gani. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili nitalifundisha kwa mtazamo tofauti na vile vya kawaida. Manake vya kawaida ni vile unavyojua wewe, lakini siku hii ya leo nitalifundisha nikiwa na mtazamo tofauti, na mtazamo huu utakuwa kwa undani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa msomaji anisomee kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 kifungu cha kwanza. Inasema nini? Inasema nini kuhusu nyakati? Nisomee msomaji. Mhubiri mlango wa 3 kifungu cha kwanza. Nasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati. Ruka verse 11. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Mimi najua ya kwamba hakuna jema kwao kupita kufurahi na kufanya mema maadamu wanaishi. Amen. Tosha hiyo. Amen. Praise God. Amen. Mchana huu leo tunaongea kuhusu nyakati ama wakati wa Mungu. Je, katika maisha yako wakati ule unaona ni muhimu ni wakati gani? Na wakati wa Mungu ni wakati gani? Maanake tumekuwa na nyakati katika maisha yetu ambazo tunazikonsida kuwa ni nyakati muhimu zaidi ya nyakati zingine. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kukupatia mfano ya kwamba hii siku hii ya leo ulipoamka asubuhi, kuna kitu ulikuwa ukifanya ambao ni first priority katika familia yako. Umeamka ukawatayarishia familia yako breakfast. That was a priority. Ni kwa sababu gani ilikuwa ni priority? Watoto wako walikuwa wanahisi njaa, walitamani kunywa chai hiyo asubuhi, na ndio maana ukajicommit. Kwa hivyo hayo masaa ya asubuhi yalikuwa yako na priority. Bwana Yesu asifiwe. Na je, baada ya hayo, what was your next priority? Umejitayarisha kuja kanisani? Priority ya kuja kanisani ama umuhimu wa kuja kanisani ilikuwa ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali yetu ya kidunia, itakapofika jioni utakuwa na the same priority. Familia yako watakuwa wanataka kupikiwa sapa, na hakuna jambo lingine lolote ambalo utalifanya isipokuwa matayarisho ya kutengeneza sapa. Je,
wewe mtu wa Mungu, ukifika hapa kanisani, what is your priority? Ukiingia katika nyumba ya Mungu, what is your priority? Praise God. Tunasema ya kwamba tunapoishi hapa duniani huwa tunashikwa na mitego hii ambayo Yesu alisema ni sawasawa na kuzongwa na miba mingi. Bwana Yesu asifiwe. Kuzongwa, mbegu ambayo imezongwa na miba, yaani imekosa nafasi. Unasikia neno la Mungu lakini unakosa nafasi kwa sababu umezongwa na miba. Bwana Yesu asifiwe. So Waswahili wanasema ukiwa hapa duniani unaweza ukawa tu unakimbia mbio za sakafuni. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa unakimbia mbio ambazo husioni mwisho wake. Wazungu wanasema you have been wrapped up in the rat race. Rat race mnaijua? Rat race, yule panya akikimbia kutoka shimo moja anakimbilia shimo lingine, na akitoka kwa hilo shimo lingine anakimbilia mbio anaingia kwa shimo lingine, lakini hakuna mahali anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe mtu wa Mungu unaweza kuwa umeshikwa, kazi yako ni kukimbia mbio za panya, kuingia hapa na kutoka hapa na kwenda pale na kurudi na kuingia kwa shimo hili. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wale wengine ambao washawahi kuajiriwa na Wahindi, Muhindi amekwambia ingia kazini saa ngapi? Saa moja. Muhindi anakupatia dakika 30 za lunch. Muhindi anakwambia mtatoka hapa kazini saa 12 jioni. So maisha yako yote unaamka ukikimbia mbio. Unaenda wapi? Unaenda kazini kwa Muhindi. So inakuaje wewe maisha yako yote umepangiwa na mtu ambaye hajaokoka? Na je, utajinasua kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema kuna God's timing ambayo lazima uitambue katika hali ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Usitambue kwa ile hali ya kimwili, itambue kwa ile hali ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. We say that we have two levels of God's timing. Bwana Yesu asifiwe. Two levels of God's timing. Ya kwanza inaitwa Chronos time. Wale wazungu, ya kwanza inaitwa Chronos time na ile ya pili inaitwa Kairos time. Chronos time ni kama vile, ni nani amevaa saa hapa? Mwenye amevaa saa afanye hivi. Yes, ile ndio Chronos time. Chronos time saa yote inakuguide, inakwambia saa hii saa 12, saa hii saa 3, saa hii saa 6, saa 7, saa 12, saa 1. Hiyo ndio Chronos time. Na hayo ni masaa ya kidunia, hayo ni masaa ya hapa duniani. Wewe mwanadamu utaenda mbio kwa sababu ya hayo masaa. Lakini je, Mungu anatakaje? Mungu anataka uingie kwa haya masaa mengine. Haya ni masaa ya mbinguni, yanaitwa Kairos. The Kairos measures moments. We have Kairos moments. Bwana Yesu asifiwe. Masaa ya mbinguni ni yale ambayo yamekuwa appointed time of the purpose of God. Praise God. Yale masaa ambayo Mungu ameyapanga. Anajua ya kwamba wewe unakimbizana na masaa ya duniani, lakini Mungu amefanya ya kwamba katika nafsi yako ama katika moyo wako utambue yale masaa ya milele, yale masaa ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kusomewa kitabu cha Marko wa kwanza kifungu cha 15. Tuelewe baada ya Yohana kuwekwa gerezani, Yesu alifanya nini? Baada ya Yohana kuwekwa gerezani, Yesu alifanya nini? Marko chapter 1 verse 15 inasema nini? Chapter 1 verse 15.
akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini Injili. Amen. Kifungu kimoja tu hapo ni maneno ambayo yaliongelewa na Yesu baada ya Yohana Mbatizaji kupelekwa gerezani. Kwa nini Yesu aliongea maneno haya? Yesu alitaka watu waliomwamini watubu dhambi zao, waingie katika hii wakati ama haya majira ambayo tunayaita Kairos. Yale majira ya ubinadamu waachane nayo. Majira ya ubinadamu ni yale ambayo wewe unaamka ukitenda dhambi, unaamka ukitenda mambo ambayo hayafai, unapoteza muda mwingi na mambo ambayo hayana faida. So Yesu alikuwa akifundisha ya kwamba watu wamwamini yeye na watubu dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kairos moment happens when God's plans disrupt your plans. Wale wazungu nafikiri mnaelewa. Ule wakati wa Mungu, yale majira ya Mungu, hayo majira ni mazuri kwa sababu yana disrupt mipango yako ile ambayo haina faida. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uko na mipango mingi ambayo umeipanga, lakini kwa Mungu haina faida yoyote. Ili hiyo mipango iharibike, ni mpaka huyu Mungu, ni mpaka hiyo Kairos moment ingilie kati, ivunje ile mipango yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata nyinyi vijana, unaweza ukawa uko na mipango ya kuolewa haraka, umepata mchumba lakini Mungu kumbe ako na mipango mingine mizuri, na wewe umejichagulia mchumba ambaye hafai. Pengine umechagua mtu wa mabani, mtu ambaye hampendi kabisa neno la Mungu. Lakini sasa Mungu anaweza kuingilia kati kwa njia gani? Mpaka wewe unatembea katika haya majira ya Mungu, huu wakati wa Mungu, na huyu Mungu mipango yake lazima idisrupt ile yako. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri mnanielewa. Kuna mipango mingi ambayo umeipanga, hata kama ni biashara. Esapo wakati wa Mungu hujafika, wewe umefungua kibiashara na hujakikabidhi kwa Mungu. Hicho kibiashara hujaomba, hujamkabidhi Mungu. Mungu anaweza kukuletea disruption ili ule wakati wake ufike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa munielewe sana hapo ya kwamba the Kairos moment happens when God's plans disrupt your plans. Je, kuna wakati wowote ambao Mungu alidisrupt mipango yako? Uko nao wakati ambao Mungu alidisrupt mipango uliyokuwa nayo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa ujue ya kwamba ukitembea, ukimfuata Yesu, atakuwa na haribu ile mipango ya ambayo haina faida. Ile mipango mibaya ambayo umepewa na shetani, yaani ile michoro ambayo umepewa na shetani, Yesu ataiharibu yote. Na Yesu akiharibu hiyo mipango ambayo imepangwa na shetani, atakuletea mipango yake sasa kwa majira yake, kwa wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kuwaelezea zile characteristics za hiyo majira ya Mungu ama wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu huwa uko na patience. Patience. God's timing is patient. Ningependa nisomewe hicho kitabu cha Proverbs chapter 13 verse 11 to 12. Proverbs chapter 13 verse 11 to 12. Hapo kuna jambo pia. 11 to 12. Inasemaje? Proverbs 13 verse 11 to 12. Inasema, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Endelea kwa 12. Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Amen. Amen. Ni mara ngapi moyo wako ushawahi kuugua? Na moyo wako umeuguswa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen.
tunasema ya kwamba God's timing is very patient. So ni mara ngapi wewe mtu wa Mungu umekosa patience katika maisha yako? Ni mara ngapi moyo wako umeugua na umejiuliza ni kwa nini umekosa hiyo patience, na umejiuliza ni kwa nini umeugua? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu umeshindwa kutambua nyakati mbili. Umeshindwa kutambua Chronos time, umeshindwa kutambua Kairos time. Mwambie jirani yako, tambua Kairos time. Yes, praise God. Mungu ni mwaminifu. Mungu anaweza akawa very patient na wewe na akakupatia muda, na ule muda ukiisha, kama ni baraka ataileta tu. Bwana Yesu asifiwe. God's timing isn't limited by your age. Kuna watu wengine huwa wanasumbuliwa sana na mambo ya age. Mimi niko na miaka 50. Mimi niko na miaka 40. Mimi sasa hivi nimefikisha miaka 60. Mimi siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani alisema ya kwamba ukifikisha miaka 40 huwezi olewa? Unanielewa? God's timing. Kuna watu huwa wanapenda kukuletea sauti. Kuna mtu anaweza kuja akakuletea sauti, akakwambia hii miaka yako na huu umri wako huwezi tena, wewe usijidanganye. Mtu wa Mungu, siku hii ya leo uwe ukijua ya kwamba kuna wakati mzuri wa Mungu. There is a perfect timing. There is a perfect God's timing. So hizi sauti ambazo zinakuja, ambazo zinakuvunja moyo, achane nazo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuendelee mbele. Ikiwa yule Abraham, yule baba wa imani alisubiri miaka 25 kwa ajili ya mtoto ambaye alikuwa ameahidiwa. Kama yeye baba wa imani alisubiri miaka 25, je, wewe ni nani? Yeye alingojea huo wakati wa Mungu. Je, wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa nini unachukua wakati mwingi kujihuzunisha? Huyo baba wa imani alingojea miaka 25. Moses ambaye ni Musa alispend 40 years katika jangwa, ili kwa ajili ya afike kule mahali alikuwa ameahidiwa. Wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Daudi alingojea miaka 15 baada ya kuwa anointed, baada ya kupewa ile anointing ya kuwa mfalme, akasubiri miaka 15 ndio sasa akavikwa vazi la ufalme. Wewe ni nani ambaye huna patience? Bwana Yesu asifiwe. Joseph, Yusufu, alivumilia miaka 13 akiwa katika slavery, akiwa prison, lakini wakati mmoja kule Misri akaja akawa mtu mkubwa kabisa. Yaani kutoka huyo mfalme tayari ikawa ni yeye tayari. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe ni nani ambaye huwezi ukawa na patience? Wewe ni nani ambaye huwezi jua wakati wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Esther, ni nani anamjua Esther katika Biblia? Ni nani anamjua Esther katika Biblia? Ni nani ashawahi kusoma hicho kitabu cha Esther chote? Amen. Esther alivumilia mpaka ule wakati Mungu alikuwa ameupanga ya kwamba yeye atakapomfikia yule mfalme. Maanake wakati huo wana wa Israeli walikuwa wamepangiwa kuuliwa. Kulikuwa kuna genocide itafanyika kwa wana wa Israeli, lakini Esther alikuwa awe kipaumbele kuwakomboa hawa wana wa Israeli. Na huyu Esther alikuwa katika maombi kabla amfikie yule mfalme, na alingojea mpaka ule wakati ambao ulistahili. Je, wewe ni nani ambaye huwezi ngojea wakati wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unapenda mashortcut katika maisha yako? Kwa nini huwezi ngojea wakati wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani hiyo iko very clear. Wale watu ambao tunawaita mashujaa katika hii Biblia, kina Ibrahimu, kina Musa, kina Daudi, kina Joseph, kina Esther,
hawa ni mashujaa. Walikuwa ni mashujaa katika maombi, walikuwa ni mashujaa katika entrust in God, walikuwa ni mashujaa wa kumtii Mungu. Je, wewe ni shujaa wa kumtii Mungu? Je, wewe ni shujaa wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kuwa kama shujaa, kama unataka uigane na wale mashujaa, lazima uwe ukifanya nini? Ukimtukuza Mungu, ukimwomba Mungu, ukimtii. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema kwamba God's timing cultivates character. God's timing cultivates character. Character development. Character development ni nini? We have two things in character development. Kuna kitu inaitwa integrity na humility. Integrity. Je, wewe ukiwa peke yako unaishi vipi? Ukiwa peke yako, yani kama kuna mtu hakuangalii, uko peke yako mahali, yani how do you behave? Who are you when you are alone? Hiyo ni integrity. How honest are you? Praise God. Amen. Humility. Humility ni kwa lugha nyingine naweza kusema kuna Wakristo wako na kiburi sana. Kiburi. Kama hauna humility inamaanisha uko na kiburi. So wewe ukiwa na kiburi hata kule kazini utaona mambo yako hayaendi vizuri. Hapa kanisani ukiwa na kiburi pia mambo yako hayawezi enda vizuri. Kiburi ni ile kusema kitu fulani haiwezi fanyika mpaka mimi niwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kiburi. So tunaambiwa kwamba tuwe na character development. Tusiwe watu wa viburi, tusiwe watu ambao ni waongo. Mungu anataka watu ambao wako honest, watu ambao wako na integrity. Kitu kingine inaitwa stewardship, responsible management. Kwa yule ambaye katika kitengo cha uongozi. Uongozi katika department yoyote unahitajika uwe na hiyo stewardship, responsible management. Huwezi ukafanya uongozi ukitumia kifua. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mungu anasema ya kwamba lazima kutayarishe. Ndio hii inaitwa character development. Na ili Mungu ashushe baraka zake, lazima akufundishe jinsi ya kuhandle hizo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi pewa milioni 10 na umeshindwa kumanage 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine washafungua biashara hapa ya 5,000. Hiyo biashara wakaimanage miezi 2-3, wakashindwa tayari, wakaifunga. Sasa wanamuomba Mungu sahihi wapate 500,000 ili wafanye biashara kubwa kuliko ile ya 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa anakutayarisha kabla ya hiyo baraka, akutayarishe. Na jinsi ya kukutayarisha ni kwamba uwe na uwezo wa kupitia hali ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa mashujaa walipitia hali ngumu, na hizo hali ngumu ziliwatengenezea character development. Sasa wakawa na uwezo. Musa alikuwa na uwezo wa kukaa kule jangwani miaka mingapi? 40. Nafikiri mnaelewa sasa. God's blessing haiji kama hujatayarishika. Mpaka utayarishike ndio baraka za Mungu zishuke. Bwana Yesu asifiwe. So it is not easy. You have something to do spiritually na hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuendelee. God's timing is seasonal. Seasonal ni kwamba you need the capacity, you need the ability to manage what you have already been given by God. Kile Mungu ashakupatia tayari, kile ulichonacho, uwe na uwezo wa kukimanage. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ukiweza kumanage kile ulichonacho, ndio baada ya hapo atakubariki zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho hapa kanisani Mungu ametupatia tayari tuko nacho, can we manage it? Ndio baada ya kuwa tuna manage, Mungu atupatie baraka zingine zaidi na zaidi na zaidi. Mnanielewa? Praise God. Amen. Amen. God's timing overrides our plans. God establishes our steps. Kumbe Mungu
ndiye huwa anaongoza steps zetu kila mahali. Yaani kila mahali ukienda, zile steps zako zile ile moja moja hivi ni Mungu ndiye anakuongoza. Lakini kama hutaki kuongozwa na Mungu, wewe utakuwa na steps zako, mara unakimbia, mara umesimama, mara unatembea polepole, mara unarukaruka. Lakini steps za Mungu ni zile ambazo yeye mwenyewe anakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Make your plans and submit them to God. Ukiwa na mipango yako ni lazima uikabidhi Mungu mwenyewe. Mimi naamini hakuna mtu ambaye hana mipango hapa. Ninaamini kabisa hakuna mtu mwenye hana mipango. Sasa kile kitu ambacho kinakuharibia ni kwamba hiyo mipango yako hujawahi ikabidhi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mipango yako mizuri, unasema ni mizuri. Je, inaendana sawa sawa na mipangilio ya Mungu? Maana kama haiendi sawa sawa na mipangilio ya Mungu, hiyo mipango yako mizuri inabadilika, inakuwa ni mipango mibaya. So, unaambiwa ufanye nini? Ukabidhi mipango yako yote kwa Mungu. Wale ambao wanataka kuoa, wanataka kuolewa, kila kitu kikabidhi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mwenye anasema eti amechelewa kuoa ama kuolewa, mkabidhi Mungu. Kila kitu kabidhi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God's timing fulfills his purpose. God aligns events to align with his purposes. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mrefu sana mimi nimekaa, nilikuwa sijaajiriwa. Kuna wakati mrefu sana nilikuwa ninafanya kazi zangu tu kidogo kidogo, na sikuwa ninasema ninajuta ni kwa nini sijatafuta kazi. Na wakati Mungu alikuwa amenipangia nipate kazi, hiyo kazi nikaipata. Si kweli? So, unaambiwa ya kwamba Mungu anaruhusu mipango yake ama mipango yako ilengane na mipango yake. Si wewe ile mipango umejipangia iende vile unavyotaka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeokoka, elewa jambo hili, ili siku hii ya leo ukitoka mahali hapa, wewe umwambie Mungu, hebu Mungu fanya mipango yako ilengane na mipango yangu. Praise God. Amen. Amen. Ni wakati wa kutembea na hayo majira ya Mungu. Unajua Mungu havai saa. Si umevaa saa? Wewe umevaa saa. Mungu havai saa. Wewe uko na simu. Hapo uko na simu. Mungu hana simu kama wewe. Mnanielewa? Mungu mwenyewe tangu mwanzo, kabla hii dunia iumbwe, na alipoiumba, na baada ya kuiumba, hahitaji saa yeye. Hayo masaa wewe ndio unayaona yako na faida kwako wewe, lakini Mungu hahitaji saa. He has been there forever and ever. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema ya kwamba you need to step into Kairos moments. Wakati unafanya shughuli zako, kila kitu unachofanya, utembee na uwepo wa Mungu. Ule uwepo wa Mungu inamaanisha kwamba unatembea na yale majira ya Mungu. Unatembea na ile mipangilio ya Mungu. Praise God. Amen. Step outside your comfort zone. Hii dunia huwa inatudanganya sana. Kuna mambo ambayo unayafanya yanakufanya unajisikia umeridhika kabisa, huna haja na kitu kingine, yani umetosheka. Kuna roho nyingine ya kutosheka huwa hailetwi na Mungu, inaletwa na shetani. Kuna roho ya kutosheka ambayo hailetwi na Mungu, ni shetani. Yani unajisikia umetosheka tu, hauhitaji zaidi, hauhitaji kufanya bidii zaidi. Yani pale huko umetosheka tu. Umefanya kazi miaka 30. Kuna msemo mwingine wa kizungu unasema hivi, doing the same thing expecting different results. Ni nani anasikia huo msemo? Doing the same thing expecting different results. Nani anasikia huo msemo wa kizungu? Yaani ni kufanya jambo moja unarejelea the same thing. Hilo jambo moja unarejelea na unatazamia kuwe na mabadiliko katika maisha yako. No. Lazima uangalie ni jambo gani ambalo nitalifanya
differently, yaani nitatumia mbinu gani kufanya. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ndio ninaita stepping outside your comfort zone. Kuna watu wametosheka na ile hali wako nayo, lakini kumbe huo si mpango wa Mungu. Mungu ako na mpango wa kupeleka mbali. Mungu ako na mipango mizuri zaidi ya hiyo ambayo uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya mwisho inaenda kumalizia ujumbe. Be persistent. Be persistent in prayer. Be persistent in obeying God. Yaani huyu Mungu saa zote anataka umtii. Huyu Mungu anataka mtu ambaye anamuomba kila mara, na uwe unaamini ya kwamba lile jambo ambalo umeliomba litatimia. Bwana Yesu asifiwe. Je, ndugu yangu, ni wakati wako kuanzia leo, kutoka mahali hapa, ukitoka hapa kuanzia leo uende ubadilishe maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiende uishi maisha kama panya ya kukimbia juu na chini, pande juu tena uteremko, ingie kwa shimo utoke, na hakuna mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu akukutanishe na mipango yake, ile mipango yako ikutane na mipango yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio baraka zake zitakuja zishikane pamoja na mipango yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini ya kwamba neno hili limekubariki na utalifanyia zoezi kila mara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana.